Yesu Bwana wetu, msafiri mbali na kwao. Alisema dhahiri, nitakuja tena. Amina na uje, e Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Niwakaribishe katika ibada ya siku hii ya leo, ambapo Mungu wa mbinguni ametupa tena neema na uhai wa kuwepo katika ibada ya siku hii ya leo. Kwa majina naitwa Elia Msukuma. Tunapoingia katika ibada ya siku hii ya leo, tuombe. Baba wa mbinguni, tafasiri somo la leo na niongoze katika somo la leo. Watu wanaosikiliza wakabarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Niwakaribishe katika somo la leo, ambapo ni mwaka mwingine tena, mwaka 2026. Kichwa cha somo kinasema unapoanza na haya matatu 2026. Kichwa cha somo kinasema anza na haya matatu 2026. Kiuhalisia, unaweza ukawa na mambo mengi, ukawa na vipaumbele vingi ambavyo umejiwekea. Huenda ni malengo ambayo umejipangia mwaka 2026, lakini acha nikwambie ya kwamba katika mambo mojawapo ya muhimu mwaka 2026 ni haya yafuatayo. Jambo la kwanza katika mwaka 2026 ambalo unatakiwa kuanza nalo ni kuwasamehe watu waliokukosea mwaka 2025. Kiuhalisia, kusamehe ni swala la kawaida, ila mwaka 2026 anza kuwasamehe watu waliokukosea mwaka 2025. Haijalishi alikufanyia nini, wasamehe waliokukosea kwa ajili ya manufaa yako mwenyewe. Kiuhalisia, tunapozungumzia kusamehe, ni ule uwezo wa mwanadamu kuachilia uchungu alionao moyoni kutokana na makosa aliyofanyiwa. Makosa yale au vitendo vile vinaweza vikawa vimemuumiza sana, vikamsononesha sana, vikamfanya ajisikie vibaya, lakini katika mwaka 2026 anza kuwasamehe watu waliokukosea, kwa sababu tunazungukwa na wanadamu ambao sio wakamilifu, wanadamu ambao sisi ni wadhaifu, wanadamu ambao hatujakamilika. Ukianza hata na wewe mwenyewe haujakamilika. Hivyo unapoanza mwaka 2026, anza kuwasamehe watu waliokukosea ili upate kuanza mwaka 2026 vizuri. Mwanadamu kama nilivyosema hapo awali, ana uwezo wa kuachilia uchungu, ila hana uwezo wa kusahau matokeo. Yaani Mungu ana uwezo wa kusamehe akasahau akafuta. Na ndio maana kwa Mungu ukienda ukamwomba msamaha juu ya dhambi ulizozifanya, Mungu atakusamehe na atafuta, atasahau kabisa. Lakini kwa mwanadamu ni tofauti kidogo. Una uwezo wa kuachilia uchungu ulio ndani ya moyo wako, ila bado ukabaki na kumbukumbu. Sasa kuna watu wa aina kama ifuatazo. Katika kusamehe, kuna watu ambao wanatunza mambo badala ya kusamehe.
Yaani kuna mtu mwingine anaweza akawa amekosewa leo, aidha na mke, aidha na mtu mfanyakazi mwenzake, aidha na mshiriki mwenzake, aidha na kijana mwenzake, au walika lolote lile alionalo, akasema nimekusamehe, lakini bado akawa ametunza moyoni yale mambo. Na ndio maana akikosewa tena kosa jingine, utasikia anasema ya kwamba unakumbuka hata siku ile ulinikosea ukanisamehe. Yaani mtu anavyosema kauli kama hiyo, tafasiri yake ni kwamba hajasamehe, badala yake alitunza katika kimvuli cha kusamehe. Biblia inasema katika kile kitabu cha Mathayo 6 na lile fungu la 14, Biblia inasema hivi: kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. 15, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe makosa yenu. Unaposhindwa kumsamehe mtu aliyekukosea, aidha ni mke wako, mtoto wako, mshiriki mwenzio, unaposhindwa kumsamehe makosa yake, Biblia inasema hata Baba wa mbinguni hata kusamehe makosa yako. Yaani mojawapo ya principles za kusamehewa dhambi tunazozifanya wanadamu ni kuwasamehe wanadamu wenzetu waliotukosea. Japo kusamehe sio swala la kawaida, na ndio maana wetu wengi wanashindwa kusamehe kwa sababu hawajaruhusu mioyo yao itawaliwe na Roho Mtakatifu. Unaposhindwa kumsamehe mtu, wewe unakuwa ni mtumwa huru. Kuna watu wengi ambao wamekuwa watumwa kwa sababu ya kushikilia mambo waliotendewa vibaya, kwa sababu ya kuwashikilia katika akili zao watu waliowakosea. Hivyo muda wote na wakati wote huwatafakari wao. Yaani nikwambie, huo ni utumwa wa kujitakia. Ili uwe huru ni lazima umsamehe mtu aliyekukosea. Madhara mengine ya kutokusamehe ni unaanza kutengeneza chuki, unaanza kutengeneza uchungu, badala yake ambayo inazaa hasira, na ambayo inaweza ikakupelekea kuchukua maamuzi ambayo sio sahihi, ukajuta baadaye. Kwa hiyo njia sahihi ya kuwa huru mwenyewe, njia sahihi ya kuweza kuendelea vizuri mwaka 2026, hakikisha ya kwamba unawasamehe watu waliokukosea. Hakuna mwanadamu aliye mkamilifu. Tambua ya kwamba unazungukwa na watu ambao ni wadhaifu, watu ambao sio wakamilifu, watu ambao wao wenyewe pia wanahitaji rehema ya Mungu. Hivyo hakikisha ya kwamba unawasamehe. Usipowasamehe watu waliokukosea, utashindwa kuanza siku yako vizuri, mwaka wako vizuri. Yaani kusamehe ifanye kuwa ni tabia yako ya kila siku mwaka 2026. Yaani hakikisha kabla haujalala, nenda piga magoti, mwambie Mungu akupe uwezo wa kuwasamehe watu waliokukosea ndani ya siku nzima. Kwa maana mtu akikukosea leo ukatunza moyoni, akakukosea tena kesho ukatunza moyoni, ukakukosea tena, ukakosea tena ukatunza moyoni, yaani unajikuta wewe una kazi ya kutunza mambo tu, na unakuwa ni mtumwa huru, mtu ambaye ukitafakari watu wengine. Badala yake, ili kuweza kusolve hilo tatizo, wasamehe watu waliokukosea, ili uwe huru na upate nafasi ya kuanza safari yako vizuri ya maisha. Petro katika kile kitabu cha Mathayo 18 na lile fungu la 21, alimwendea Yesu akamuuliza, ndugu yangu anikose mara ngapi? Biblia inasema hivi,
Katika ile Mathayo 18 na ile fungu la 21 Biblia inasema, kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba msamaha ni kitu ambacho ni cha lazima katika maisha ya wanadamu. Unapomsamehe mwanadamu mwenzio, unakuwa na nafasi ya kuweza kukua na kuendelea katika maisha ya hapa ulimwenguni. Yaani unaposhindwa kuwasamehe wenzio, unashindwa kukua hata katika maisha ya kiroho, unashindwa hata kuendelea kufanya kazi zako vizuri. Hivyo hakikisha unamwomba Mungu akupe uwezo wa kuwasamehe watu waliokukosea. Katika kitabu cha Marko 11 anazungumza vizuri juu ya umuhimu wa kuwasamehe watu wengine. Biblia inasema hivi, kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa ya kwenu. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheaneni mkiwa na neno juu ya mtu. Yaani sikiliza, yaani uko ndani ya kanisa lakini umemnunia mshiriki mwenzio, uko ndani ya kanisa lakini umemnunia kiongozi mwenzio, uko ndani ya kanisa lakini umemkasirikia kijana mwenzio, uko ndani ya kanisa lakini umemkasirikia mwanakamati mwenzio, uko ndani ya kanisa lakini umemchukia mzee wa kanisa, uko ndani ya kanisa umemchukia mwimbaji mwenzio, uko ndani ya kanisa unauchukia labda mtu fulani ambaye alikukosea. Sikiliza, unapoenda kusimama hakikisha umemsamehe, maana usipomsamehe Baba wa mbinguni hata kusamehe pia. Anasema hivi, msimamapo, anasema hivi, nanyi kila msimamapo na kusali, samehaneni mkiwa neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe nanyi makosa yenu. Ili kusamehewa na Mungu wa mbinguni, ni lazima na sisi tukubali kuwasamehe watu wengine. Na kuwasamehe watu wengine kuna faida kubwa sana. Cha kwanza, inarejesha mahusiano mazuri katika familia. Yaani ili urejeshe mahusiano mazuri katika familia, msamehe mwenzi wa maisha yako, msamehe mke wako, msamehe mme wako, msamehe mtoto wako, msamehe mtu ambaye mnaishi naye. Na kutokana na watu kutokusameheana, hata ndani ya kanisa pamekuwepo na kumgawanyiko, kwa sababu watu hawataki kusameheana. Watu hawataki kumsamehe mtu mwingine, na imepelekea hata katika familia hakuna mahusiano mazuri, imepelekea hata katika maeneo ya kazi hakuna ushirikiano mzuri kwa sababu ya kutokusameheana. Sikiliza, Biblia inasema maadamu wewe unamjua Mungu, unaposimama kusali, msamehe mtu aliyekukosea. Kwa hiyo hilo ni mojawapo ya jambo muhimu sana katika mwaka 2026. Itakupatia uwezo wa kukua kiroho, itakupatia uwezo wa kukua katika uongozi, itakupatia uwezo wa kukua katika maisha ya kiuchumi unapowasamehe watu wengine. Tafasiri ya mtu asiyesamehe maana yake ni kwamba yeye ni mkamilifu, hawezi akafanya makosa. Hivyo wasamehe watu wengine. Moja ya jambo lingine katika mwaka 2026, unapouanza mwaka, anza kwa kutubu dhambi zako.
Kiuhalisia wanadamu sisi sio wakamilifu. Hakuna mwanadamu aliye mkamilifu. Wanadamu wote ni wadhaifu mbele za Mungu. Haijalishi ni nani, wote tunahitaji rehema ya Mungu. Wote tunaitwa na Mungu kutubu dhambi. Ndio maana Biblia inasema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Akaendelea kusema ya kwamba dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama saruji. Kwa hiyo moja ya mambo muhimu katika mwaka 2026, nenda uwe na tabia ya kutubu dhambi zako hata kabla haujaenda kulala. Yaani kabla haujalala, hakikisha unaketi, unapiga magoti, unamuomba Mungu akusamehe dhambi zako. Yaani kama wewe ni baba katika familia, ni mama katika familia, nenda waambie familia yote, ongoza ibada ya kutubu dhambi katika familia yako. Kuna mtu mmoja katika Biblia, Ayubu, yeye alikuwa na tabia ya kuwasogeza watoto wake na kutoa sadaka, akisema huenda watoto wangu watakuwa wamemkosea Mungu. Hivyo mzazi unayenisikiliza, hakikisha ya kwamba katika mwaka 2026 unakuwa na tabia ya kutubu dhambi kabla haujalala, na wafundishe watoto wako kutubu dhambi kabla haujalala. Sikiliza. Sasa katika karne hii ya 21 pamekuwepo na tabia ya kutetea dhambi. Yaani Biblia katika Misali 28, Biblia katika Misali 28 inasema hivi. Misali 28 fungu la 18. Misali 28 fungu la 18, Biblia inasema hivi. Biblia inasema, Misali 28 fungu la 18, Biblia inasema, 13, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Sasa katika kutubu dhambi, kuna mtu ambaye anatubu kwa kweli kutoka moyoni, alafu kuna mwingine anafanya vile ili mradi kutimiza ratiba. Kuna mambo ya muhimu ya kuzingatia unapoenda kutubu. Jambo la kwanza, kuwa mkweli mbele za Mungu kama Daudi. Daudi anaitwa rafiki wa Yesu sio kwa sababu alikuwa ni mkamilifu, ila yule jamaa alikuwa ni mkweli mbele za Mungu. Akiwa ameanguka katika dhambi ya uzinzi kwa mke wa Uria, anapopewa habari juu ya hiyo dhambi, anaanguka miguuni, anamuomba Mungu, anakiri dhambi. Tatizo watu katika karne ya 21 ni kwamba tumekuwepo na namna ya kuihalalisha dhambi. Yaani kama mtu amefanya dhambi ya uzinzi, anatafuta namna ya kuihalalisha ili kupata haki. Kwa mfano, mtu weza amezini, anaanza kusema hata wewe baba unajua huyu mdada alijileta mwenyewe, hata wewe baba unajua kwamba mimi nina hisia, hata wewe baba unajua ya kwamba nimejikuta tu nikifanya. Yaani watu hatuendi direct, ila tunatafuta namna ya kuhalalisha dhambi. Acha nikwambie, usitafute namna ya kuificha dhambi. Nenda katubu, mwambie Mungu nimekosea. Jambo lingine ni kuungama dhambi na kuziacha. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye na kuziacha. Yaani umemwomba Mungu leo juu ya dhambi ya ulevi, ukaacha. Yaani ukimwomba Mungu kwamba Mungu akusamehe juu ya dhambi ya uzinzi, azimia kuiacha. Yaani juu ya kiburi ulichonacho, juu ya majivuno ulionayo, ukagundua hilo, ukapiga magoti kumwomba Mungu, jitahidi kuacha. Maana hiyo ni mojawapo ya principle katika
toba ya kweli. Kwa hiyo unapotubu dhambi zako, hakikisha unabadilika. Katika kanisa kuna watu wengi ambao tuko ndani ya kanisa ambao kiuhalisia tumehubiriwa sana habari ya toba, habari ya dhambi ya uzinzi, habari ya dhambi ya kiburi na majivuno, dhambi ya kudharau wengine, dhambi ya kujiona bora kuliko wengine. Lakini tumeact kutubu mbele za Mungu, lakini kiuhalisia bado hatujaamua kubadilika na kumfuata Yesu. Katika siku hii ya leo, wito wa Mungu ni kwamba tufanye toba ya kweli na tubadilike, tukutoka katika mazoea ya dhambi, kutoka katika shughuli ya maisha ya dhambi na kuishi maisha yaliyo matakatifu. Hoja ya Yesu ni moyo mtakatifu na maisha yaliyo safi. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni atusaidie mwaka 2026 tuwe watu wa kutubu dhambi kweli kweli na kuziacha. Kwa hiyo katika mwaka 2026 hakikisha ya kwamba unatubu dhambi na kuziacha. Moja ya jambo lingine ambalo ni la muhimu mwaka 2026 ni kujisamehe mwenyewe. Yaani cha kwanza unatakiwa utubu dhambi zako, kuwasamehe watu waliokukosea. Alafu jambo la tatu katika mwaka huu 2026, hakikisha ya kwamba unajisamehe wewe mwenyewe. Kiuhalisia, moja ya mambo ambayo yanatutesa watu katika karne ya 21 ni kutokujisamehe mwenyewe. Yaani kujisamehe mwenyewe ni ile hali ya kukubali kosa. Unakubali kosa ya kwamba nilianguka, basi unaanza kuchukulia kama sehemu ya kujifunza na kuendelea kukua. Huenda kuna mtu alifanya mistake fulani katika mwaka 2025. Sikiliza, isikufunge. Hakikisha ya kwamba unajisamehe mwenyewe. Yaani usiishi pasti, unatakiwa uishi leo. Yaani kuna watu wengi ambao hawajisamehe, na ndio maana moja ya dalili ya mtu ambaye hajajisamehe ni mtu ambaye anajihukumu sana. Yaani mimi nimelaniwa, yaani mimi si lolote, yaani mimi ni hamna kabisa. Huenda kutokana na makosa aliyoyafanya mwaka 2025, hivyo yamechukua nafasi katika akili yake, ameshindwa kujisamehe, pamoja na kwamba Mungu ameshamsamehe, pamoja na kwamba huenda kuna mtu alimkosea ameshamsamehe, bado mgogoro umebaki kati ya yeye na yeye, maana hajisamehe. Kwa hiyo katika siku hii ya leo, muombe Mungu akupe uwezo wa kujisamehe mwenyewe. Mwanadamu anaposhindwa kujisamehe, hubaki kuwa mfungwa na mtumwa huru. Yaani ili upate amani ya kweli, ni lazima ujisamehe wewe mwenyewe. Haijalishi nini ulifanya katika maisha yako, haijalishi ni dhambi gani ulifanya katika maisha yako, haijalishi uliishi maisha ya namna gani, ila maadamu umetambua, ukapiga magoti, ukamwomba Mungu, yeye ameshakwisha kusamehe. Jambo lililobaki ni wewe kujisamehe mwenyewe ili uendelee kusonga mbele. Watu wengi ambao hawajajisamehe wamekuwa ni wafungwa wa mawazo. Biblia katika kitabu cha Isaya 43 inasema hivi. Biblia katika kitabu cha Isaya 43 fungu la 18, Biblia inasema hivi. Sikilizeni enyi, 43:18, Biblia inasema hivi. Msiyakumbuke mambo ya kwanza. Maana yake ni kwamba usiyakumbuke mambo uliyoyafanya mwaka 2025.
Yasikunyime usingizi mambo uliyoyafanya mwaka 2025. Yasikunyime usingizi mambo uliyoyafanya mwaka 2025. Haijalishi ulifanya nini, usiwe mfungwa wa 2025. Usiishi 2025 cha kufanya, sahau mambo uliyoyafanya 2025. Nasonga mbele kwa ushindi, maana Biblia inasema kwamba msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Yaani huenda wewe uliishi katika maisha ya dhambi mno. Maisha hizo ni maisha ya uzinzi, maisha ya uvutaji wa bange, maisha ya ulahibu wa madawa ya kulevya, maisha ya namna yote ulioishi. Usiyakumbuke, maana Mungu ameahidi kufanya jambo jipya katika maisha yako. Kwa hiyo katika hatua ya kujisamehe mwenyewe, hakikisha hauyakumbuki mambo ya zamani, mambo ambayo ni negative. Unaruhusiwa kukumbuka mambo mazuri, ila sio mambo positive. Anaendelea anasema hivi, tazama nitatenda neno jipya sasa litachipuka. Je, hamtanijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Huyo ni Mungu anasema. Yaani Mungu anatueleza ya kwamba inakupaswa hata sisi kujisamehe wenyewe. Tusikumbuke mambo ambayo tuliyapitia zamani, tusikumbuke mambo ambayo uliyapitia mwaka 2025. Maadamu huu ni mwaka 2026, Mungu ana uwezo wa kufanya jambo jipya katika maisha yako. Usikumbuke mambo ya zamani, nenda ukajisamehe. Mwandishi mmoja yeye anazungumzia kwa namna yake katika kujisamehe. Anasema kujisamehe na kusamehe wengine ni hatua muhimu ya kujikomboa kutoka katika maumivu ya zamani. Tafasiri yake ni kwamba usipojisamehe unakuwa unaishi katika maumivu ya zamani. Huenda labda mtu alifanya makosa kazini, huenda labda kama ni kijana alifanya makosa kwa wazazi wake, huenda labda kama ulifanya dhambi fulani. Unaposhindwa kujisamehe, hata kama Mungu amekusamehe, hata kama familia imekusamehe, hata kama jamii imekusamehe, utaishi katika maumivu hayo. Hivyo jambo la msingi mwaka 2026, nenda ukajisamehe mwenyewe. Anaendelea kusema ya kwamba kujisamehe ni kujipa nafasi ya kukua na kujifunza. Yaani kubali ya kwamba hakuna mwanadamu aliye mkamilifu. Hivyo wanadamu wote tunakosea. Hivyo chukulia kama sehemu ya kujifunza na kuendelea kukua. Aidha kama ulifanya mistake katika kazi, tafuta namna bora ya kujifunza na kuboresha vizuri. Aidha ulifanya dhambi, tafuta namna, njia ya kuweza kuiacha dhambi. Aidha uliishi maisha ambayo hayafai, tafuta namna bora ya kubadilika kutoka katika hayo maisha. Anaendelea anasema kwamba bila kujihukumu milele, usije ukawa ukajihukumu kwa mambo ya mwaka 2025. Huku kusamehe wengine kukituondolea mzigo wa chuki na machungu. Msamaha hauhalalishi makosa. Yaani unapojisamehe hauhalalishi makosa uliyoyafanya, bali huleta uhuru wa ndani na kutupa amani ya kweli. Yaani unapojisamehe hauhalalishi makosa uliyoyafanya, bali unapojisamehe unaleta uhuru ndani ya moyo wako, unaleta amani ya kweli ndani ya moyo wako. Maana yake ni nini? Tafasiri yake nyingine ni kwamba amani ya kweli inapatikana katika kujisamehe mwenyewe. Uhuru wa kweli unapatikana katika kujisamehe mwenyewe. Hivyo unapoanza mwaka 2026, hakikisha unajisamehe.
Anaendelea anasema ya kwamba kuanzia leo jifunze kujisamehe mwenyewe. Yaani ukishasamehe watu waliokukosea, ukatubu dhambi, usije ukasahau kujisamehe. Yaani usiishi maumivu ya mwaka jana, usijihisi kuwa mnyonge kwa sababu ya maisha ulioishi mwaka jana, usijihisi kuwa mkosaji kwa sababu ya dhambi ulizofanya mwaka jana. Na kuna wakati unapiga magoti, shetani anakuletea dhambi ulizozifanya mwaka jana. Sikiliza, usisikilize sauti ya shetani inayokuambia kwamba wewe ni mdhambi, haufai mbele za Mungu. Sikiliza, uiambie hiyo sauti ya kwamba nimekombolewa kwa damu ya Kristo na sasa niko huru. Kwa hiyo nenda ukajisamehe wewe mwenyewe, ili Mungu wa mbinguni, ili uweze kukua na kusonga mbele katika maisha ya kiroho. Masala ya kutokujisamehe, unakuwa haukui katika maisha ya kiroho. Yaani hata kama ni mhubiri hauwezi ukakuwa katika kalama aliyokupatia Mungu. Hata kama ni mwimbaji, lakini unaweza ukajikuta unafifia katika uimbaji. Hata kama ni kiongozi mzuri, unaweza ukajikuta unaanza kufifia katika uongozi, kwa sababu una hofu ya kwamba utakosea. Unaishi maumivu ya mwaka jana, unaishi maumivu ambayo uliyapitia mwaka jana, unakumbuka uzoefu uliopitia mwaka jana. Hivyo unapoanza mwaka 2026 nenda ukajisamehe mwenyewe na Mungu wa mbinguni atakubariki. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki sana unapofanya haya mambo matatu mwanzoni mwa mwaka 2026. Wasamehe waliokukosea, jisamehe mwenyewe, alafu pia tubu dhambi ili Mungu wa mbinguni aweze kukukuza na wewe pia uweze kuwa katika maisha ya kiroho na kiuchumi. Tunapoelekea mwisho katika ibada ya leo, Mungu wa mbinguni akubariki sana. Omba Roho wa Mungu akukumbushe kutubu dhambi zako kila siku. Omba Roho wa Mungu akupe uwezo wa kusamehe watu wengine. Omba Roho wa Mungu akupe uwezo wa kujisamehe mwenyewe, na Mungu wa mbinguni akakufanye kuwa bora mwaka 2026. Tuombe tunapofunga ibada ya leo. Mtakatifu Baba wa mbinguni, tunakusihi na kukuomba ukatupe mioyo ya kuwasamehe watu waliotukosea. Tunakusihi na kukuomba ukatupe roho ya kukumbuka kutubu dhambi zetu. Tupe uwezo wa kujisamehe wenyewe, na zaidi sana Yesu Kristo, tupe uwezo wa kukua kiroho, kiuchumi mwaka 2026, na zaidi sana katika yote Mungu wa mbinguni, jina lako likapate kutukuzwa katika maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo, amen.